Kuna mashabiki hapa wamefika hapa katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Mmekuja kwa ajili ya kushuhudia mchezo, lakini mmepewa taarifa kwamba mchezo haupo. Hii inakata kiasi gani? Mimi niseme kwamba ni mlaumu baba wa mpira wa nchi hii, Wallace Karia. Na mlaumu sana kwa sababu hana maamuzi aliyokuwa sahihi kabisa yani. Kwa sababu hii si mara ya kwanza, sio mara ya pili. Mara ya kwanza ilikuwa hivi, mpira tumekuja uwanjani, tumekata tiketi, tumeingia uwanjani, mpira baada ya muda tunaambia mpira umeahirishwa. Sasa hilo bahati mbaya, na hii leo tena tumekufanywa hivyo. Sasa sijui tunaelekea mpira wetu unaelekea wapi? Sio na upeleka wapi? Yaani baada ya afute makosa anazidi kuendelea na makosa yale ya nyuma. Sasa tunamuuliza shida ni nini? Aseme je, anazidiwa na wanaomsaidia uongozi au hana maamuzi aliyokuwa sahihi kama mwanamume? Hilo tu yani. Sasa hivi mechi haipo, ni saa 10 sasa tunatafuta. Nini kinafuata hapa sasa? Sisi tunasubiria timu yetu iingie kama ilivyoada. Ikishakuja sheria itafuta mkondo wake. Tunafahamu kabisa kama timu pinzani haijafika, sheria inajulikana kabisa. Pointi 3 na magoli 3 unapewa. Hivyo yani. Kwa hiyo mnakinzana na taarifa ya bodi ya ligi. Hatuitambui, si kwa wakati sahihi, si kwa muda sahihi. Tushapotezewa muda. Kama sisi wengine tunatoka mikoa mbalimbali, nchi mbalimbali, tunaifuata dabi ya Kariakoo. Hakuna mtu kwa siyafahamu. Umetoka mkoa gani? Mimi natoka mkoa wa Kigoma. Kigoma. Umefuata dabi ya Kariakoo. Dabi ya Kariakoo. Lakini mpaka dakika hii tunafika majira ya saa 4 nasikia minong'ono tu kwamba dabi leo imeisha, sababu haifahamiki. Kwa nini imeahirishwa? Na pengine hebu tuambie mashabiki ambao wameingia uwanjani, wengine wanatoka hivi sasa. Mmeambiwa mtoke ama mmeamua wenyewe? Bahati nzuri mimi kwa sijaingia uwanjani. Sasa kama mmefahamishwa kwamba watoke au wasitoke. Sijaingia uwanjani, ndio nilikuwa nimefika ili nijiandae kwa ajili ya kuingia uwanjani. Lakini niseme hivi, hili jambo Karia, rais wa mpira wa nchi hii analifahamu, kwa sababu tangu Jumatatu kwanza kuna tiketi. Hilo walikuwa hawalijui, na kama walikuwa wanalijua kwanza tufahamishe mapema kwamba msijiandae, mechi imeahirishwa mpaka siku nyingine. Wanataka sisi kwamba hatuna elimu. Lakini Watanzania sio wapumbavu kiasi hicho. Inanitia hasira tena sana yani. Pole sana kwa kadhia ambayo imetokea, na pengine tusubiri sasa nini ambacho kitaamuliwa. Hizi salamu zimfikie Wallace Karia na jopo lake la uongozi wanaomzunguka. Kama hana maamuzi, hawezi kutoa maamuzi. Mimi nalia na Wallace Karia, si watu wengine. Wasi bodi ya ligi, nalia na Wallace Karia kwa sababu ndio baba wa mpira wa nchi hii. Okay. Asante sana na pole kwa ambacho kimetokea. Ni shabiki huyo akizungumza kile ambacho kimetokea, akionyesha masikitiko yake, akisema kwamba gharama kubwa kutoka Kigoma mpaka Dar es Salaam kuja kushuhudia mchezo ambao pengine haamini kama umefanyika. Na huyu ni shabiki mwingine pia, naye pia kama unamsikia hapa anakuambia ametoka mbali. Karibu mkuu. Asante sana. Kwa majina yangu naitwa Edwin Rweyemama, katajabu ankaka ijabu igororo kufogo katona kwetu kakimeshotai na ngata akatanyukuireti ko matona kwetu kakimeshotai na ngata. Yamefika mangapi hayo? Naam? Yamefika mangapi? Hayo ni majina yangu mawili na ya babu mawili na ya baba mawili. Maana yake inakuwa 6. Okay. Kwa hiyo nimetoka mkoa wa Kagera. Hasa kilichoniumiza ng'ombe wangu nilokuja nao. Nimekuja na ng'ombe 5 ili ya supu tarehe 9 kesho maana yake. Nimefika hapa hamna game. Hasa kiufupi yani nimeumia sana, nimetikisika sana. Hasa TFF alichotufanyia sijajua na maana gani. Maana kuna AFCON inakuja, kuna wageni wametoka mbalimbali kuja kuangalia dabi, kuna watu wametoka Moroko kuja kumwangalia Mzize. Hawajaletwa kingine, kumwangalia Mzize kutoka Moroko. Leo hii unatuambia dabi hamna. Kwa kweli sasa tumeumia kiufupi, tumeumia. Ndio maana hata leo ilikuwa ni sikukuu ya kina mama wetu, nimekuja na ili bango. Mama Samia. Hawa watu ulioajiri kwenye kamati ya michezo, kwa kweli leo hawajatutendea haki. Watu tumetoka mbali, tushakata tiketi, hatujui leo tunaenda kulala wapi, ambao tulikuwa tutegemei kata sehemu ya kulala leo. Maana tulikuwa tunaamana saa 1 game ikianza na robo, game ikiisha wengine tuende Mbezi tukatafute usafiri wa kuturudisha mkoani. Haya, niambie sasa hivi saa 1 bado haijafika, washaanza kutufukuza, hawatutaki kwenye mageti huku, twende wapi sasa? Kwa kweli kiufupi yani leo wamezalilisha ligi yetu. Huwezi kuniambia ligi ya 4 alafu unakuja kutuambia dabi. Juzi tumeangalia dabi Afrika Kusini kwa Madiba. Dabi imechezeka bila kitu chochote, kelele yoyote. Mimi mwenyewe nilikuwa naangalia kwenye TV.
Hamna kelele yote, watu wameangalia burudani yao, wamecheza mapiano humo. Leo na sisi tumekuja kuangalia dabi yetu na shangwe. Wengine kama sisi mashabiki wa Yanga ndo tumeumia zaidi, ndo tulikuwa nyumbani. Yaani tumekuja kuangalia game yetu ya nyumbani, ziaidi ya mtani wetu wanatuambia game imeahirishwa. Kiufupi yani nimeumia na nimeumia tena. Yani Karia na viongozi wote, yani Karia kwa kweli leo alichotutendea hatujapenda. Yani pole sana, pole sana. Ng'ombe yako pengine sasa hiyo kwa wapi sasa ng'ombe wako? Nimewacha Jangwani, ndo tumewafunga pale. Na kabla bado nipo Jangwani tunajua game inachezwa. Market TFF wametoa taarifa saa 5. Bado nipo Jangwani wanatuambia game inachezwa. Kwa maana gani? Kwamba kuna watu washaandaa, washafanyaje, game lazima ichezwe. Na Yanga wakatoa taarifa wakasema game ipo. Sasa hivi nimekuja hapa uwanjani, waandishi wa habari wenyewe ndo nyie ndo mnatuambia game imfanyaje, imeahirishwa. Kiufupi yani tumeumia sana. Ng'ombe lazima nirudi nao, na supu siwezi kunywa bila kumfunga mtani. Mimi nikimfunga mtani ndo nakunywa supu na enjoy. Pole sana kwa kadri ambayo imetokea. Na huyu ni shabiki mwingine pia. Mmemsikia shabiki kutoka Kagera huyo, kamsikia pia Kigoma. Na huyu pia ni mwingine ambaye ameshajinakshi kabisa tayari kwa ajili ya dabi, lakini masikitiko dabi haipo. Ya cha kwanza nipiga magoti Mama Samia, kitu kimoja. Napiga magoti na Mama Samia, rais wa nchi, naomba hili jambo kana viongozi wa Simba, wa Yanga, wa TFF, jamani mulijenge hili jambo, muongee jambo sio zuri, yani ni aibu kubwa sana katika nchi ya Tanzania. Watu wametoka mbali, wamepanda nauli, wametumia nauli, wametoka mbali, yani acha tu. Yani watu wamefika hapa wanaambiwa mechi hamna, washatumia hela, alafu nafika naambiwa mechi hamna. Hii ni aibu kubwa sana katika soka la Tanzania. Kwa maana tukiangalia kwenye nchi Tanzania, acha vilabu kwanza pembeni. Tanzania tumepata aferi kimpira kwa mambo kama haya, mambo ya ovyo kabisa, anafanya mambo ya ovyo. Watu mnasema mechi imeahirishwa, sasa mambo gani? Mambo ya ovyo kabisa, mambo ya ovyo. Mama Samia, rais wa nchi, na kuomba mamangu, kana viongozi wa TFF kama vipi, weke viongozi wengine kama shashuda mpira wakae hata nyumbani, wale hata watoto wao, basi wake viongozi wengine. Kana na kuomba Mama Samia, kana viongozi wa Yanga, wa Simba, mnajenga hili jambo, ni aibu sana, hili jambo sio zuri. Unaona kuna watu wametoka mataifa mbalimbali, wamepanda ndege kuja kuangalia mpira, wanaambiwa mechi hamna. Sasa mambo gani haya sasa? Mama Samia na kuomba kana viongozi hawa wa vilabu umeyamaliza hili jambo, hilo jambo sio zuri. Mama Samia na kuomba mangu, na kuomba hili jambo sio zuri kabisa. Ni aibu, ni aibu. Jamani, hii ni aibu hili. Leo hii ni aibu. Mara ya pili. Hii ni mara ya pili, ni aibu. Inaniuma sana. Mimi yani inaniuma sana. No, inaniuma sana, sio vizuri yani. Nimeongea hadi sauti sasa hivi ishakauka. Huzuni yako inagusa wengi. Umelia kwa Mama Samia. Nini ambacho kinafuata hapa sasa? Mamlaka zimeshatoa tangazo kwamba hakuna mchezo wa dabi siku ya leo. Nini kinafuata kwako wewe? Sasa hivi brother, mimi ninachofuata tu, mimi nirudi zangu nikaangalia boti, nirudi zangu Zanzibar. Kwa sababu mimi nimetoka Zanzibar. Unaona? Yaani kwanza nimetoka Zanzibar, niangalie boti tu, nirudi tu nyumbani, nirudi tu Zanzibar, nifanye nini sasa? Unaona mambo kama hayo brother. Umetumia gharama gani kujinakshi kiasi hiki? Yaani hapa nimetumia, yaani kiangalia kutoka kuangalia hapa kama 10,000 na hivi tu, yani sasa kuongo. 10,000 na hapa kila kitu yani, unaona? Kama 10,000 sijatumia nauli kula kufanya nini? Na tiketi shingapi? Tiketi 10,000, tiketi 10,000 ni mwezi wa leo 10,000. Unaona mambo kama hayo sasa. Tunakaa tiketi ndio kuziweka ndani, tiketi za nini sasa tuende kuweka sasa hivi ndani. Unaona zimekuwa hela sasa. Ni kuweka hela mfukoni sasa hivi tuende kuweka tiketi ndani. Yaani ni jambo la aibu, mimi nasema hili jambo la aibu sana. Viongozi, rais wa nchi, mamangu Samia, kana viongozi wa TFF hao. Hili jambo jamani ni aibu. Mimi Mama Samia, hili ni aibu kubwa sana. Yani sawa, pole kwa kadhia ambayo imetokea. Tumemsikia shabiki huyo akizungumza kwa huzuni, akiomba serikali pengine ingilie kati na kurejesha kile ambacho anatamani yeye. Umesikia mashabiki wengi wakizungumza hapa, wanazungumza kuumizwa na kile ambacho kimetokea, wakitamani pengine mchezo ungefanyika, lakini ndivyo imekwisha tokea kwamba mamlaka zimeamua kwamba kwa leo mchezo hauwezi kuchezwa kutokana na sababu ambazo zimetajwa tangu jana. Simba kutoa malalamiko yao kwamba hakupata muda wa kufanya mazoezi katika uwanja wa mchezo, kama ambavyo kanuni inasema siku moja kabla ya mchezo basi timu mgeni lazima apate muda wa kufanya mazoezi, lakini haikufanyika hivyo. Yanga wao wameweka msimamo kwamba 11 jioni kikosi kinawasili hapa katika uwanja wa Benjamin Mkapa, wakisema leo ndo siku ya dabi. Kama si leo hakuna siku nyingine. Wacha tuwasubiri Young Africans, wakija hapa tutakwambia kile ambacho nakisema.